Sasa Namruza ibn Kanaani alikuwa amemchukua mamake mzazi akamfanya ndiyo mke wake. Sasa tega masikio, ndio naanza sasa. Ujue Christmas ilitoka wapi na ni laana. Leo hata mtu akichinja kama ni Mkristo akikwambia shika endo ukule, hata usikule, hata usiguse. Hii Namruza alipochukua mke wake, mke wa Namruza alikuwa na majina mawili, anaitwa Semilamizi au jina la pili anaitwa Ishtar. Kwa kuwa Namruza alikuwa anajiita Mungu pale Iraq, manake makao makuu ni Babylon, Babeli. 48 kilometers from Baghdad, Iraq to Babylon ni only 48 kilometers. Mahali Namruza aliambia serikali yake, jengea mimi mnara mrefu wende mpaka mbinguni, alafu muniekee ngazi, nataka mimi nipande nikapigane na huyu Mungu wa Ibrahimu. Inna lillahi. Hiyo sehemu hiyo inaitwa Babylon, ndio hiyo kilomita 48 kutoka mji mkuu wa Iraq Baghdad mpaka hapo, mpaka wa leo hiyo sehemu iko. Sasa mke wa Namruza aliyekuwa anaitwa Semilamizi ama Ishtar ni mama yake mzazi, akamchukua akamfanya ndio mke wake. Allah subhanahu wa ta'ala akaona kabisa hii wanazini, ni haramu hii. Mwenyezi Mungu hakuwajalia watoto baina ya Namruza na mama yake mzazi Ishtar. Akaishi Namruza na akaendelea kujiita Mungu. Ikafika mahali Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Ibrahim, sasa wewe umeshafikisha, ushamwambia acha, amekataa, muache, kuliko baki wewe niachie mwenyewe. Mwenyezi Mungu akamleta mbu mmoja tu, Wasomali wanaita kaneo, mbu mmoja tu, akatumwa na Allah jalla jalalu, akaingia ndani ya pua ya Namruza ibn Kanaani. Mbu tu mmoja tu, akawa anaingia tundu hii, anatoka anaingia tundu ndani kwa ndani tu. Namruza anaona tena hii ni shida gani tena hii? Sasa mimi ndio president, laakta yote mimi ndio niko nayo, bunduki yote mimi ndio niko nayo, tena hii ni nini sasa? Pua huko ndani anazunguka huko, mbu atoki. Mwisho akaita wachawi Namruza ibn Kanaani. Nyinyi mnajua tena kafiri yoyote silaha yake kubwa huwa ni wachawi. Akaita wachawi wote, wakaanza kupiga ramli. Wakapiga ramli, hakuna kitu wanaona. Kila wakijaribu hakuna kitu wanaona. Mwisho iko kafiri moja akamwambia Namruza, wewe ulimuudhi nabii wa Mungu Ibrahimu, ile kitu mimi naona hapa siku zako sio mingi, wewe utaondoka tu. Namruza akamwambia unasema nini? Akaamrisha askari, akauawa hata na huyu mchawi, na ni rafiki yake tu. Mwenyezi Mungu akazidi kuingiza hiyo mbu inazunguka. Mwisho Namruza akaona dawa ya haraka, atandikwe makofi pande hii na pande hii mbu itashuka chini ili apate kuwa salama. Ndio anajimaliza mwenyewe. Basi mbu akawa anazunguka, akaita askari akamwambia tandika mimi pande hii na pande hii, huyu mbu atashuka, maana mimi sina raha. Askari wakaanza kutandika makofi na Namruza ibn Kanaani, makofi makubwa pia, pa mpaka wale askari wanasikia huruma, wanauliza Namruza, wewe ni Mungu yetu hapa Iraq, lakini si unaumia? Yeye anawaambia, wewe sikiliza bana, mimi siumii, tangu lini Mungu akaumia? Wewe endelea, tandika tu, endelea namna hiyo. Namruza alipigwa makofi, kichwa ikafura, ikawa kama 20 liters ya maji. Namruza ibn Kanaani akaaga dunia. Alipofariki Namruza, tarehe inasema, wengine wanasema alichomwa, wengine wanasema alizikwa kisirisiri. Akabaki sasa mke wake Semilamizi ama Ishtar. Mwezi ulipopita katika nchi ya Iraq hawamuoni Namruza, raia wa Iraki wakamuuliza Ishtar mke wake ambaye ni mamake mzazi, wanamwambia wewe, mbona 1 month imepita sasa, Mungu yetu Namruza hatumuoni, kwani yako wapi? Iblisi maluni akawa ashamtokea Semilamizi, ashamwambia Kiswahili ya uongo vile atadanganya raia wa Iraq. Akawaambia, msione Namruza haonekani, mnaona haonekani mwezi mzima, msidhani hati alikufa, bado yuko hai, hamumuoni, lakini yeye ameenda kutembelea hili jua hili. Unaona hili jua vile linawaka, ameenda kutembelea hiyo, kwa sababu yeye ni Mungu, anajua mambo ile itatokea baadaye.
ameona hii jua itakosa barabara yake, kwa hivyo ameenda kufanya ukarabati, ameenda kufanya renovation ndani ya jua ili hii jua ikae sawa sawa kwenye barabara yake. Raia wa Iraki wakamuuliza, sasa wewe tutaabudu namna gani naye ako ndani ya jua? Semilamizi akawaambia, mkiabudu hiyo jua mtakuwa mmemwabudu Namruza kwa sababu ako ndani ya hiyo jua. Anzeni ibada ya kuabudu hiyo jua. Sasa raia wa Iraq wakaanza sasa rasmi, wakiona jua asubuhi inachomoka wanaanza kuisujudia, wanaanza kuiabudu. Ikaitwa ikaitwa the National Sundays Day, ikaitwa the Sun Worshiping Day, siku ya kuabudu jua. Kwa kuwa watu wanazidi kusoma watagundua ukweli, hii neno worshiping ikaondolewa hapa, ikavurutwa neno sun karibu na neno day karibu, ikasomeka Sunday, ambao kwa leo kwenye kalenda hii ya sheitani tunaita ni Jumapili. Kwa hiyo Jumapili ilikuwa ndio siku rasmi ya kuabudiwa jua kwa makafiri wao. Imeanza mbali kidogo ndio nielewe. Baada ya hali hii kujiri, sasa watu wanaendelea kuabudu jua. Semilamizi huyu na mke wa Namruza ambaye ni mamake, akatongozwa na bodyguard yake, akaanza kuzini na, kwa sababu wana kila kitu, State House la Akta iko, bunduki iko, amri iko, nini amekosa? Mwanaume tu ndio amekosa. Akatongoza bodyguard wake pale, akaanza kuzini na wale bodyguard zake, akazaa watoto 14. Watoto 14. Wa kwanza anaitwa Romulus. Huyu mtoto wa zinaa anaitwa Romulus, ndiye aliyesafiri akaenda akaanzisha mila na desturi za taifa ambalo kwa leo munaita Roma. Akazaa mtoto wake wa kwanza wa kisichana anaitwa Italia, ndio nchi leo inaitwa Roma, Italy, kama hujawahi kujua. Mtoto wa pili alikuwa anaitwa Gamanure, aliyezini naye, aliyezini akapata huyu mtoto anaitwa Gamanure. Huyu naye ndio aliyesafiri akaenda akaanzisha mila na desturi za taifa ambalo kwa leo munaita Germany, Ujerumani. Ujerumani imeanzishwa hiyo nchi na mtoto wa zinaa wa Namruza bin Kanani. Watatu anaitwa Athene. Huyu mtoto Athene ndo aliyesafiri naye huyu akaenda akaanzisha mila na desturi za taifa ambalo kwa leo munaita Ugiriki. Greece ndo hata mji mkuu wa Ugiriki unaitwa Athens. Ni huyu mtoto anaitwa Athene hapa, wa zinaa wa Namruza bin Kanani. Waine anaitwa Troy. Huyu mtoto alikuwa anaitwa Troy. Huyu ndo aliyesafiri na yeye akaenda akaanzisha mila na desturi za taifa ambalo kwa leo munaita Uingereza. Mji mkuu wa kwanza wa Uingereza ulikuwa hauitwi London. London ni juzi tu. Mji mkuu wa Uingereza tangu miaka yote ulikuwa unaitwa Troy City. Troy ni huyu mtoto wa zinaa wa Namruza bin Kanani. Kwa hivyo hiyo Ulaya yote pamoja na Marekani inatawaliwa na damu moja iliyolaaniwa. Hizbu Shaitani, chama cha Shaitani ndio kinatawala hizo nchi zote unazoziona leo. Sasa huyu mke wa Namruza bin Kanani alikuja akaziniwa, mwisho kabisa akapata mtoto. Huyu mtoto alikuwa anaitwa Tamuzi na ndiye aliyemzaa usiku wa kuamkia tarehe 25 mwezi wa 12. Akamweka mapajani mwake hapa, akamwita Tamuzi, kwa kuwa huyu mtoto ni mtoto wa Mungu. Kwa imani yao ni mtoto wa Mungu. Ikatengwa siku ya kuabudiwa kwake ikaitwa Tammuz Day, ambapo hii siku ya Tammuz Day ilifanyiwa ukarabati. Kwa leo ndio hii siku inaitwa Tuesday, ambayo munaita ni Jumanne. Hii yote ni kalenda ya Iblisi ndugu zangu. Kuanzia Janus, Fabrus, Mars, Apriale mpaka Dasam, ambao ndio Disemba. Hii inaitwa Satanic Gregorian Calendar. Ni kalenda ya sheitani. Hata tunasomesha watoto tu wapate mshahara ile max kule 100 over 100, wapate hiyo la Akta 9 brisi ingie mzuri tu, lakini tunajua kabisa hapo hakuna dini, ni ukafiri mtupu.
Hata hizi siku Monday, Tuesday, Wednesday, mpaka zote hizi bado ni siku za miungu. Zote hizi ni ukafiri mtupu, yote hii, Waislamu wapendwa. Kwa hivyo Muislamu kusherehekea Krismas ni kwamba umekubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ako na mtoto. Hii ni kumaanisha umekubali. Wale Waislamu wote wameenda huko bichi kusherehekea, usiku watakesha mpaka asubuhi, inamaanisha wamekubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ako na mtoto, na hii ni kauli mbaya kabisa. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Maryam, waqalu takhadha arrahman walada lakad ji'tum shay'an idda takadu samawati. Muhammad, waambie hao wanadai kwamba mimi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma niliyeumba mbingu na ardhi na kila kitu, kwamba mimi niko na mtoto. Lakad ji'tum shay'an idda, wameleta jambo ovu la ajabu kabisa. Takadu samawati, mbingu zinakaribia kupasuka na milima ikatike vipande, iruke, ardhi vurugike, kila kitu kife. Nini kubwa? Andau lirahmani walada. Kwa hiyo kauli moja tu ya kudai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ako na mtoto ndio kauli mbaya. Leo sinatamkwa kila mahali. Unaona hata Waislamu hata dawa hatufanyi ya kulingania wakafiri. Tunawaangalia tu wanaendelea tu. Sisi tunakula birisi, sidage sotka na nyirinyiri, tunaenda kulala wala lia. Wale kule wanaendelea na hiyo ukafiri. Nani atawafikishia Uislamu? Kama sisi wote kila mtu ako na shughuli yake, kila mtu biashara yake, kila mtu duka yake, nani ataenda huko barabarani asimame awaambie watu acha hii? Mtume sallallahu alikuwa analingania watu, anawaambia kul la ilaha illa Allah tuflihun, kuweni Waislamu mtasalimika, acheni hii mambo ya Mungu. Hata Waarabu walikuwa na Lata, Uza na Manata kama Wakristo leo, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Mtume akaambiwa piga vita hiyo imani, usiwache, na mtume akapiga vita. Waislamu sisi tumewacha. Sasa hii Waislamu tumerelax. We are okay. We are waiting to go Jannah only. But we don't want to sacrifice our health, our everything because of Allah, because of dawa. We are not needed. Sisi tu tumeridhika, tunangoja kwenda peponi. Waislamu wapendwa, kwa kumalizia, hii dini kama hatutaitangaza, wallahi nakuapieni, kama hatutaitangaza hii dini, tusubiri adhabu yake Allah Jalla Jalalu. Kwa sababu kama ni swala ni kikapu cha thawabu. Hii swala bila ya kuswali huendi janna, mpaka uswali sala 5 tena utulie kwa khushui ndio utakwenda janna. Na swala ni kikapu cha mema yako yote, ili mema yako yasiharibike, yasiende bure bure, yasimwagike, yanahifadhiwa kwenye swala. Haya, ushamaliza kuswali, mema mengine yote yako wapi? Manake Mtume sallallahu anasema siku ya kiyama mja, kitu ya kwanza itaangaliwa swala. Kama swala yake iliswaliwa mzuri, mambo yake yote yamekubaliwa. Haya mambo yake yote ni yapi? Na wewe ulikuwa ufanyi, ulikuwa na swali tu ngoja kwenda peponi, yapi? Nimalize kwa kusema, Waislamu wapendwa, mimi ni mpita njia, na nafikiri nyote hapa nadhani mnanifahamu. Mimi naitwa Sheikh Suleiman Mazinge, ni mhubiri wa Kiislamu wa East and Central Africa. Tunazunguka Kenya mzima tukitangaza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa nimesimama hapa kwa dharura tu, kwa sababu niko safarini, naenda huko kwa Wagiriama. Mimi ni Mgiriama of course. Wagiriama wanakula panya sana, kuanzia Kilifi kwenda huko dini hakuna. Wanakula panya sana Wagiriama, kwa sababu hakuna mtu ameenda kuwafikishia Uislamu, hakuna. Ni pale Malindi, Kilifi kidogo, tena Waislamu wamebana msikitini, kutoka nje hawataki. Wamekataa tu msikitini, waswali waende, waswali waende. Alafu krusedi za Kikristo zinakuja daily. Yesu ni Mungu, ni mwana wa Mungu, alikufa msalabani. Watu wanasikiliza hiyo peke yake. Haki hakuna anayetangaza, mpaka Allah anauliza ya ayyuhalladhina amanu malakum, enyi mlioamini kwani mna nini? Idha qila lakum firun fi sabilillahi taqaltum ila al-ardhi, inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu tokeni mkanusuru Uislamu, taqaltum ila al-ardhi, mmekatalia, tumeridhika. Haya, mimi naenda kufanya kazi kwa niaba yenu, kwa sababu nyinyi nyote mnatakiwa mtoke mtangaze hii dini. Kila Muislamu ni mhubiri hapa, tena kwa mujibu wa aya, sio maneno yangu. Suratul Yusuf, qul hadhihi sabili
ad'u ila Allahi ala basira ana wa man intabaani. Sema Muhammadi, hii ndio njia yangu, naita watu waje kwa Mwenyezi Mungu, tena kwa ujuzi wa kweli. Ana, mimi Muhammadi, wa man intabaani, na kila atakayenifuata. Kwa hivyo wewe kama una kampuni bado Allah atakudai kwa nini hukueneza dini yake. Kama una malori Allah atakuuliza na malori yako, kwa nini wewe hukutoka nje ukanusuru ukatangaza Uislamu? Nani aliyekuwa milionea kama Nabii Suleiman lakini alitoka akatangaza Uislamu mwenyewe? Nani aliyekuwa maskini kama Nabii Isa ibn Maryam lakini alitoka akaeneza Uislamu? Wewe una sababu ipi ambao utampa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama? Afya amekupa, pengine hata mali amekupa, lakini umekaa tu umerelax. Haya, mimi nataka wewe relax, endelea kurelax. Mimi naenda kufanya kwa niaba yako, ili siku ya Kiyama wewe usije ukaulizwa, si ndio? Naenda kufanya kwa niaba yako. Waislamu wapendwa, nisiwacheleweshe.